Karibu 99% ya internet duniani haisafirishwi kwa satellite kama watu wengi wanavyodhani, bali inasafirishwa kwa nyaya kubwa sana za fiber optic zilizozama chini ya bahari. Nafahamu watu wengi wanajiuliza sana maswali. Sasa je, hiyo internet ambayo inasafirishwa kwenye hizo nyaya chini ya bahari inatufikieje kwenye simu zetu kutokea kwenye hizo nyaya za fiber optic zilizozama chini ya bahari hadi kutufikia kwenye simu zetu? Swali hili ni zuri sana na mimi niko hapa kwa ajili ya kukupatia majibu hayo. Mimi naitwa JuniFX, mdau wako pendo sana kwenye masuala ya teknolojia. Tanzania imebarikiwa kuwa na vituo vya kutua nyaya hizi katika maeneo kama Dar es Salaam. Nyaya kubwa kama EASSY pamoja na SEACOM na nyinginezo zinaanzia Ulaya pamoja na Asia, zinapita chini ya bahari na kutokea kwenye pwani yetu. Nyaya hizi za fiber hutumia mwanga kusafirisha data kwa kasi ya ajabu. Hivyo internet yote unayoitumia inatoka kwenye hizi nyaya zilizounganishwa na backbone ya dunia nzima. Nyaya hizi zinatoka kwenye vituo vikubwa sana vya teknolojia duniani, yani internet hubs. Unaweza kufikiria hivi: nyaya hizi ni kama mishipa ya damu inayounganisha viungo muhimu sana vya mwili wa internet. Ulaya, hasa Uingereza, Ufaransa pamoja na Ureno. Hizi ni sehemu kuu ambazo nyaya nyingi zinatoka kuelekea sehemu nyingine duniani. Amerika ya Kaskazini, haswa Marekani, pwani ya mashariki ya Marekani kama New York pamoja na Virginia, ni kituo kikubwa sana ambacho ndiko kumejengwa data centers za makampuni makubwa kama Google, Meta pamoja na Amazon. Asia, haswa Singapore, Japani pamoja na Hong Kong. Hizi ni njia kuu za mawasiliano kwa nchi za mashariki. Sasa je, baada ya hizo nyaya kutokea kwenye hivyo vituo vikubwa vya internet duniani ikiwemo Marekani pamoja na nchi nyingine huko mbali, haya Voda, Yas, Airtel pamoja na Halotel wanatupatieje hiyo internet na wao wanaipata wapi? Ili ni swali zuri, niko tayari kukujibia. Mitandao ya simu haina nyaya zake zote baharini, yani binafsi. Wao hufanya kazi kama wasambazaji wa jumla na wauzaji wa rejareja. Kuna makampuni makubwa kama TTCL, Liquid Intelligent Technologies, pamoja na wamiliki wengine wa nyaya za baharini ambao ndio wenye miundombinu mikubwa sana. Mitandao kama Voda, Airtel, Yas pamoja na Halotel, wao hununua bandwidth, yani kiasi cha internet kutoka kwa wamiliki wa nyaya hizo baharini. Baada ya internet kutoka baharini inasambazwa kupitia nyaya za fiber optic nchi nzima. Mitandao hii ya simu ina vituo vyao vya usambazaji, yani data centers, huunganisha mifumo yao na hiyo backbone ya taifa, yani mkongo wa taifa. Nafikiri watu wengi tumewahi kusikia hili neno, mkongo wa taifa. Sasa internet ikishafika kwenye vituo vya makampuni husika kama Voda au Airtel, inafikaje kwenye simu yako? Hapa ndipo unaposikia kuna minara, yani cell towers, pamoja na mawimbi ya redio, yani radio waves. Kampuni hizo hutumia teknolojia ya microwave au fiber optic kusambaza internet kutoka kwenye kituo kikuu kwenda kwenye minara iliyoenea nchi nzima. Mnara unapokea internet hiyo kupitia waya, kisha unachanganya data hizo kupitia mawimbi ya redio, yani radio frequency. Simu yako ina antena ndani yake inayoweza kukamata mawimbi hayo ya redio na kuyabadilisha kuwa data, yani picha, video pamoja na maandishi unayoweza kuyaona kwenye skrini yako, yani kwenye kioo chako cha simu. Sasa hizo antena kwenye simu yako, kuna antena za 4G, 3G pamoja na 5G au 2G au Edge. Hizo ndo zinazofanya kazi ya kukamata internet kutoka kwenye minara na kukupatia kwenye simu yako. Ndio wewe unaweza kuscroll kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, unaenjoy pamoja na marafiki. Huo ndio mtiririko mzima wa internet kutoka kwenye hivyo vituo vikubwa vya data center duniani mpaka kukufikia kwenye simu yako. Kwa kifupi, bahari ndiko kwenye chanzo kikuu cha nyaya za fiber optic. Baada ya hapo kuna watoa huduma wa miundombinu mikuu, yani wao kazi yao ni kupokea internet kutokea baharini na kuisambaza nchi nzima. Makampuni ya simu kama vile Voda, Yas pamoja na makampuni mengine, wao wananunua internet hiyo kwa wingi na kuileta kwenye minara yao iliyo karibu na wewe. Simu yako inakamata mawimbi na kukuunganisha na dunia. Hapo ndipo unaposikia dunia ni kama kijiji. Niachie comment katika comment section, niambie wewe umeelewa nini na unawaza nini juu ya habari kubwa kama hii. Mimi naitwa JuniFX, mdau wako pendwa sana kwenye masuala ya teknolojia. Bye bye.